Kuna wakati moyo hupenda hata pale akili inapojaribu kuzuia. Na kuna mapenzi ambayo hayaji kwa urahisi, bali hupitia majaribu makubwa kabla ya kushinda. Aliumizwa mara nyingi kiasi kwamba aliahidi moyoni mwake kutoruhusu mtu yeyote kuingia tena. Alikuwa mwenye nguvu, mwenye ndoto, lakini ndani kabisa alikuwa na hofu ya kupenda tena. Kisha akatokea Daniel. Daniel hakuwa kama wengine. Alikuwa mtulivu, mwenye macho yaliyoficha simulizi nzito ya maisha yake ya nyuma. Kutoka siku hiyo kila kitu kilianza kubadilika. Walicheka pamoja, na polepole mioyo yao ikaanza kufunguka. Nakupenda sana. Nakupenda pia, linda moyo wangu. Walipendana kiasi kwamba hakuna ambaye angeweza kuwatenganisha. Umekaa vizuri sana katika theluji hii. Asante, nawe pia, hapa panapendeza. Twende tukatembee. Ndiyo, hebu twende. Angalia, hapa ni pazuri. Ndiyo, napenda sana. Nataka kukupeleka nyumbani, ukutane na mama yangu. Moyo wa Amina ulijaa furaha na hofu kwa wakati mmoja. Alijua hii ilikuwa hatua kubwa. Alijiandaa kwa uangalifu. Alivaa vizuri, akajipanga kwa heshima na akajaa matumaini kwamba angekubalika. Walipofika nyumbani kwa Daniel, mama yake aliwapokea, lakini si kwa tabasamu. Macho yake yalikuwa makali, uso wake haukuwa na furaha. Amina juu hadi chini, kwa ukimya uliokuwa mzito. Ndiyo huyu? Ndiyo mama, huyu ndiye Amina. Hapana, huyu si binti ninayemtaka kwa mwanangu. Ndoto za Amina zilivunjika mbele ya macho. Bila kusema neno lingine, aliondoka. Daniel alibaki katikati ya mapenzi yake na familia yake. Alijaribu kumfuata Amina, lakini tayari alikuwa ameumia sana. Lakini Daniel hakukata tamaa. Alimkabili mama yake. Kwa mara kalisimama imara. Mama, nampenda Amina na sitamwacha kwa sababu ya maoni yako. Mama alikasirika, lakini aliona kitu kipya kwa mwanawe, uthabiti na upendo wa kweli. Siku moja mama aliamua kumtafuta Amina, bado na maumivu moyoni. Kwa mara ya kwanza mama aliongea kwa upole. Samahani, nilihukumu. Nyamazak. Ninaona jinsi mwanangu anavyokupenda na sasa ninaelewa wewe si tatizo bali baraka kwake. Machozi yakaanza kumtoka Amina, lakini safari hii hayakuwa ya maumivu bali ya faraja. Na hapo kile kilichoanza kama kukataliwa kikageuka kwa kuishia njiani. Miaka michache baadaye, Amina alikuwa si tu mpenzi bali sehemu ya familia. Mapenzi ni matamu, lakini yana uchungu wake. Lazima uzijue nyakati zote na kuzivumilia.